Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu simama kidogo. Aya, pita kati ya watu watatu wanne wa tofauti na upande uliokaa, wasalimie, waambie karibu ibadani na umsikilize mtumishi wa Mungu. Salimia. Wa binti unaweza ukamhagi binti mwenzio, kijana unaweza ukamhagi kijana mwenzako. Utapiga picha, upige picha sasa ya huko watu wakikana kupiga picha. Mwagi, bwana sijaona. Kakigeregere kwa mbali wa mama. Vizuri sana. Viongozi wa wamama, ninaomba nionane na nyinyi baadaye. Ninayo mazungumzo na nyinyi ya kitumishi. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi wa 6 hapa tunataka kuwa na mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alinipigia simu, mtumishi wa Mungu Joshua Julius Luchemba wa EAGT Masumbwe. Huwa ana timu ya uinjilisti pamoja na huduma ya injili. Akasema tumependekeza tuje tufanye mkutano hapo Masaki kwako. Sema basi nitawaambia watumishi wa Mungu. Kwa hiyo mwezi wa 8 tarehe hazijapangwa, tutakuwa na mkutano mkubwa wa 8. Mwezi wa 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mwezi wa 8 tutakuwa na mkutano, taarifa zingine tutaendelea kujulishana. Lakini mwezi wa 6 tutakuwa na kongamano la vijana linaitwa Litani Camp. Tutakwambia tarehe. Vijana wote tutakusanyika hapa siku 2. Jumamosi na Jumapili tutamalizia. Tutakuwa na watumishi wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali watakaotupa neno la Mungu na kuomba kwa kina. Lengo ni nini? Tunajiprogram maisha yetu na kurejesha vilivyopotea kwa ajili ya ustawi wa kesho zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa kwa hayo niliyowazungumza? Kama umeelewa Pastor Ben, mpigie makofi na vigelegele. Uko tayari? Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kwa ajili ya neno la Bwana? Nasema uko tayari kwa ajili ya neno la Bwana. Mambo 6 atakayogeuza maisha yako pamoja na wokovu wako. Hatukumaliza siku ya Jumapili, tunafanya mwendelezo hapo. Mambo 6 atakayogeuza maisha yako pamoja na wokovu wako. Mambo 6 atakayogeuza maisha yako pamoja na wokovu wako. Jumapili tulizungumza kuhusu utii wa kweli. Utii wa kweli. Tulizungumza kuhusu eneo la utii. Na leo Bwana nitazungumza, leo nataka nimalize kabisa hiki kipengele alafu tuanze mambo mengine. Nitazungumza kidogo kuhusu utii. Kwenye eneo la utii andika Isaya 1:19 mpaka 18. Maandiko nasema, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Baba, katika jina la Yesu, ni wakati ambao Mungu natamani kulizungumza neno lako kwa uzuri. Nisaidie Bwana kunena sawasawa na kile ulichokiandaa katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu watu wote watasikia na watageuka, na maisha yao ndani ya miezi 6 yatageuka katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na maandiko anasema, narudia tena, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Utii ni kitu ambacho kimenenwa na nani? Na Bwana. Sio Pastor Ben anayezungumza kuhusu eneo la utii. Eneo la utii ni eneo ambalo Bwana amelinena kutoka kwenye kinywa chake. Na kwa kuwa ni Bwana aliyenena kuhusu utii, mtu yoyote atakayetii, maana yake amemtii Bwana. Narudia tena, yoyote atakayetii neno la Mungu, yoyote atakayeamua kukaa chini na kutii neno la Mungu, maana yake atakuwa akimtii Bwana kwenye maisha yake. Haumtii mchungaji wako, haumtii kiongozi wako, haumtii mzee wa kanisa,
unamtii Bwana kwa sababu Bwana ndiye amenena hilo. Kwa hiyo ustawi kwenye maisha, ili uwe na kibali kwenye maisha yako, ili heshima ya wokovu wako itokee, na kile ambacho kinachokupa thamani ya wewe kuwa mlokole aliyefanikiwa kiroho pamoja na kimwili, ni wewe kutokea sasa kuamua kubadilika na kusema kwamba maisha yangu yote nimeamua kulitii neno la Bwana, nimeamua kumtii Bwana. Kama utaamua kwa namna hiyo, manake Mungu ataingilia kati maisha yako moja kwa moja. Manake Mungu ataanza kuhusika moja kwa moja kwenye maisha yako. Kwa sababu gani? Amesema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, lakini anasema mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga. Kwa maana nini? Kwa maana maneno haya ameyasema nani? Bwana. Hayajasemwa na mtu mwingine, ameyasema Bwana. Haleluya. Najaribu kurudia tulichokizungumza Jumapili kuhusu hiyo eneo, kwamba utii ni sehemu ambayo Mungu anautazama kwenye maisha yetu. Mungu, ndugu zangu, atazami kingine tofauti, atazami wokovu wetu tu. Mungu anatazama utii wetu. Kama utaamua kutii sheria za Bwana, kama ukikubali kutii yale Bwana anayoyahitaji kwenye maisha yako, maana yake wewe na uhakika unaitii sauti ya Mungu kwenye maisha yako. Kama utakataa kutii cha Bwana, maana yake umemkataa Mungu. Kinyume cha kutokutii ni kumkataa nani? Bwana pamoja na maelekezo yake. Ikiwa Bwana huyu anasema sisi ili tufanikiwe na kuyaona mema katika uso wa nchi, tunachotakiwa cha kufanya ni kukubali kutii yale ambayo Yesu Kristo alikuja kuyapigania, alikuja kuyapambania. Alikuja kuyapambania kwa ajili ya nani? Kwa ajili yako pamoja na mimi. Manake tunapotii tunaruhusu utendaji wa Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Tunapotii tunaruhusu utendaji wa Mungu kwenye kwa watoto wetu. Tunapotii tunaruhusu utendaji wa Mungu kwenye masomo yetu. Tunapotii tunaruhusu kasi ya Mungu kuingilia kati kwenye maisha yetu. Ndio maana tumesema hivi, mfano kwa sasa Pastor Beni amesema kuhusu mfungo wa siku 30. Manake watakaotii watanufaika na mema yaliyo ndani ya siku 30. Ndio hivyo Mungu anavyosema. Ukikubali kile ambacho amekisema, ya kwamba alichokisema, ya kwamba Bwana asemacho ndicho. Niwaulize swali, sisi na Bwana nani muongo? Sisi na Mungu nani muongo? Kwa maana hiyo sisi ni waongo, ila Mungu sio muongo. Kwa maana hiyo jicheki maisha yako. Mimi napenda kuambia ukweli. Angalia maisha yako. Ikiwa Bwana amesema na unajua kama Mungu alikuumba wewe, manake Mungu sio muongo, kwa sababu wewe unatokana na Mungu. Hapo na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu akatawale. Ni neno la Bwana kutawala. Manake ukitii kweli unatawala. Sasa sisi ni wajuaji, sisi ni wajanja. Tunahisi ujanja wetu unamshawishi Mungu kufanya kwenye maisha yetu. Tunajidanganya na tunazikosa feva za kimungu kwenye maisha yetu. Kwa sababu ya nini? Ya ujanja wa maisha yetu. Kama tutakuwa wajanja vijana, kama tutakuwa wajanja wa baba, kama tutakuwa wajanja wa mama, tuwe na uhakika maisha yetu hayatakuwa na thamani. Maisha yetu hayatakuwa na thamani. Kwa nini? Ujanja wetu hauwezi ukamruhusu Mungu kufanya kazi kwenye maisha yetu. Narudia tena, sisi watu tunalukaluka sana, lakini tunashindwa kuelewa tuwapitaji katika hii dunia. Tunachohitaji ni kufocus kwenye mambo ya Mungu, kama ahadi ya Mungu alivyoizungumza. Kama tukikubali sasa kuyaishi mapenzi ya Mungu, kama tukikubali basi kutembea kwenye ustawi wa kimungu, maandiko yako wazi, anasema tutakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji. Manake ustawi ni swala la wakati. Kwa mtu anayetii sheria za Bwana, ustawi ni ishu ya kawaida, kufanikiwa ni ishu ya kawaida. Kwa mtu anayetii
watu walio magerezani ni watu wasiotii sheria za nchi. Ndio maana wanakaa wapi? Magerezani. Okay. Utumwa wa kimaisha ni kwa sababu sisi sio watiifu. Utumwa wa kibiashara ni kwa sababu sisi hatuna utiifu mbele za neno la Bwana. Kwa maana hiyo sasa tumefungwa, na tumefungwa kwenye gereza la umaskini, tumefungwa kwenye gereza la utasa, tumefungwa kwenye gereza la utafutaji. Kumbe ni ujinga ambao tumewekeza muda wetu wote bila kujua ya kwamba tukijiweka kwenye msingi ambao ni Kristo Yesu, kwa kulitii neno lake, na Mungu ataanza kuingilia kati maisha yetu. Maandiko anasema kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, kwenye kitabu cha Yakobo 4:7 na 8, anasema, kama anazungumza pale kitu fulani, unaweza ukakimbia ukanisaidia. Yakobo 4:7. Ndio. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani. Mpingeni nani jamani? Shetani. Kwenye kumtii Mungu kuna baadhi ya mambo unayapinga. Kwenye kumtii Mungu kuna baadhi ya maisha unayakataa. Wanangu, nisikilizeni. Kama tutakubali kumtii Mungu, maana yake Mungu ataanza kuyaamulia maisha yetu. Yes. Nimekuuliza swali, tangu miezi 6 uliopewa zawadi na Mungu, kuna kitu gani kilichobadilika kwenye maisha yako? Kuna kitu gani kilichotokea kwenye maisha yako? Kama hakuna kilichotokea, maana yake ni kwamba kuna namna wewe sio mtiifu mbele za Bwana. Yes. Na kwa kuwa wewe sio mtiifu mbele za Bwana, umeruhusu kodi za giza kuingilia kati kwenye maisha yako. Umeruhusu mifumo ya giza kuingilia kati maisha yako. Na kwa maana hiyo hakuna ustawi, hakuna maongezeko, hakuna baraka utakayoipata inayotoka kwenye chemichemi za Mungu. Kwa nini? Wewe sio mtiifu. Ikubali na kutii. Haya, twende tena. Takula mema ya nchi. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Ngoja nikwambie, kumbe kwenye kutokumtii Mungu kuna ushetani unatokea kwenye maisha ya watu. Usipomtii Mungu unageuka kuwa shetani. Narudia tena, kuna watu wananielewa. Usipomtii Mungu, maana yake kuna ushetani ulioumbika ndani yako. Kumbuka maandiko yanasema hivi, shetani alimwasi Mungu. Maanake akutii sheria za nani? Za Mungu. Usipomtii Mungu, kuna ushetani, kuna uibilisi unaanza kuchipukia ndani yako. Sasa kanuni ya Mungu haiwezi kukuruhusu ufanikiwe. Kwa nini? Shetani mwenyewe alishushwa chini kwa kutokutii sheria za Bwana. Kwa maana hiyo, kama hautatii, maana yake unaruhusa ndani yako unaozuia mafanikio ya kiungu kwenye maisha yako, unaozuia utendaji wa kimungu kwenye maisha yako. Kwa maana hiyo, mpendwa, na kuita kwenye wokovu, ili maisha yako pamoja na wokovu wako uweze kubadilika, ni lazima ukubali kuyaruhusu maisha ya kimungu. Ni lazima ukubali kuwa mtiifu kwenye neno la Bwana. Hapo maisha yako yataanza kubadilika. Kwa nini watu wengi hawasemi ukweli? Kwa sababu wanaona washirika watahama. Mimi sio wa hivyo, kwa sababu lengo langu sio washirika. Lengo langu ni watu wageuke, wamrudie Bwana. Na watu wakimrudia Bwana na kuyaacha matabia yao mabaya na kuanza kuishi kwenye mstari wa Mungu, mafanikio yataanza kutokea. Yatakapotokea mafanikio, furaha itatokea kwenye familia, furaha itatokea kwenye ndoa, furaha itatokea kwenye maisha, na utaanza kumshangilia Bwana. Si kwa sababu ulijiumiza wakati huo, no, ni kwa sababu ulikubali kuyatii maelekezo na maagizo ya Bwana kwenye maisha yako. Yes. Usipende vitu vya muda mfupi, usipende raha ya muda mfupi, maana raha zote zinapita. Unachotakiwa kufanya ni kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Na maandiko yanasema, itakuwa mtakapoisikia sauti ya nani? Ya Bwana, kutunza, kuyafanya maagizo yake. Hapo ndipo ustawi wa kiungu unaanza kutokea kwenye maisha yako. Sisi kama wana wa Mungu wapendwa, tunapaswa kumpenda Bwana. Maana Bwana alitupenda sisi, akaamua kumtoa Yesu kwenye maisha yetu. Maisha yetu ni ya ovyo ovyo. Wokovu
umetukanwa, maisha yetu yametukanwa na kuonekana ya kwamba kuokoka ni hasara. Kuokoka sio hasara, kuokoka sio ujinga, kuokoka sio upoyoyo, kuokoka sio kukosa akili. Mtu aliyeokoka na akaamua kufuata kanuni za neno la Mungu ni mtu wa maana sana. Kama ambavyo wewe ulivyo mtu wa maana, kama ambavyo wewe ulivyo mtu bora, ndivyo ambavyo tunatakiwa kuwa wana wa Mungu. Maana ulivyo ni wa maana. Kwa nini? Kwa sababu ya wokovu, kwa sababu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Amen. Haya, namba 2, andika unyenyekevu. Unyenyekevu wa kweli. Kitu kitakachougeuza wokovu wako na maisha yako ni unyenyekevu. Ni unyenyekevu. Hiyo ndio namba 2. Mambo 6 anayozungumza yatakayoweza kugeuza maisha yako pamoja na wokovu wako. Jambo la kwanza ni utii, nimezungumza. Lakini cha pili nimezungumza kuhusu unyenyekevu wa kweli. Watu wengi tuna pretend unyenyekevu. Watu wengi tunajificha kwenye upole kana kwamba upole ndio unyenyekevu. Upole au kutembea taratibu sio unyenyekevu. Unyenyekevu ni kitu kingine kabisa kilicho tofauti na unyenyekevu. Ndio maana kuna watu wakiwa kanisani wametengeneza mikono hivi, Baba tusaidie, lakini wakitoka hapo ni watu wa ovyo. Ni wale walioweka vichwa vya watoto wao kwenye dari ili wapate fedha, lakini wakiwa kwenye dini ni wanyenyekevu. That's why sisi hapa hatuna dini, tuna Yesu. Ndiye pekee Yesu, kwa sababu dini ni ile ile iliyomuua Yesu. Hawa Mafarisayo na Masadukayo ndio walimchukua Yesu akamsulubisha. Sasa ondoa mentality ya dini kwenye maisha yako, ruhusu mentality ya kumruhusu Mungu Yesu Kristo utendaji wake ugeuze maisha yako, na uruhusu unyenyekevu wa kimungu uweze kugeuza maisha yako. Ndio maana watu wanabagua watumishi wa Mungu. Ako ka kijana siwezi kusali hapo kwa kijana. Kijana gani? Yesu alianza kufanya kazi akiwa na miaka mingapi? 30 gani? Yesu alianza kufanya kazi akiwa na miaka 30. Alidhihirishwa. Kuna kufanya kazi na kudhihirishwa, kutangazwa. Yesu akiwa mdogo tu, wazazi wake hakupotezana nao. Akiwa na miaka mingapi? 12 tu. Anaanza kuelezea kile cha Mungu. Watoto wako umewatelekeza, wana miaka mingapi? Wana miaka 20, wana miaka mingapi? Wajali wewe. Ila Yesu akiwa na miaka 12 alikuwa na uwezo wa kusimama kuzungumza kwa uzuri habari za Mungu aliye hai. Wewe ukiwa na miaka hiyo 30 na kitu, hauna uwezo hata wa kusustain hata dakika 5 kuzungumza uzuri wa Mungu wako. Na unasema Bwana atatenda. Haya, nisomee Petro wa kwanza 5 mpaka 11. Haraka Petro. Karabashandele bosa. 5 sura ya 5 mstari wa 11. Ndio. Uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Unasoma nini? Waraka wa kwanza wa Petro sura ngapi? Sura ya 5 mstari wa ngapi? Mstari wa 11. Mstari wa 5. Biblia inasema vivyo hivyo vijana. Wapi? Mstari wa 2. Waraka wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 5 nasema vivyo hivyo. Soma. Vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Watiini wazee. Naam. Ninyi nyote jifungeni unyenyekevu. Jifungeni unyenyekevu. Unyenyekevu huwa tunajifunga. Kwa nini? Ni kama mshipi. Unyenyekevu sometimes haupo kwenye maisha ya mtu, lakini anapoamua anautafuta unakopatikana. Ndio maana suruali hii nikitoa mkanda inakuwa ni suruali, nikijifunga mkanda inakuwa sehemu ya nini? Ya suruali.
Kwa unyenyekevu, maandiko yanasema jifungeni nini? Unyenyekevu. Mimi nimejifunga beliti hapa ili nguo yangu isifanyaje? Isidondoke. Maana yake ni kwamba ili maisha yako yasiharibike, unahitaji kujifunga unyenyekevu. Ili ndoa yako isiharibike, unahitaji kujifunga unyenyekevu. Ili biashara yako isiharibike. Kuna sehemu nilienda siku moja kwenye duka, naulizia jana tu, naulizia kitu kwenye duka, anayeuza anageuka na huko anaanza kujifanya vitu vingine. Hakuna namna hamna namna ambayo yeye amejifunga namna ya unyenyekevu na kuthamini wengine kwenye kila anachokifanya. Watu wengi ndio tuko hivyo sasa. Hatuna kuthamini wengine, hatuthamini wengine, hatujishushi kwa ajili ya wengine. Jifungeni unyenyekevu. Haya tena, mpate kuhudumiana. Unyenyekevu unatusaidia kuhudumiana. Unyenyekevu unatusaidia kufanyaje? Kuhudumiana. Hauhudumii wengine kwa sababu wewe huna unyenyekevu. Na ukikosa unyenyekevu, wewe ni mbinafsi. Ukikosa unyenyekevu, wewe ni mbinafsi. Ukikosa nini? Unyenyekevu, wewe ni mbinafsi. Kwa unyenyekevu utakusaidia kuhudumia wengine. Sasa ukiwa na roho ya ibilisi, huwezi kuwa mnyenyekevu. Ukiwa una roho ya utii, huwezi kuwa mnyenyekevu. Wokovu wako utaonekana shagarabagalawai, kwa sababu hakuna unyenyekevu ndani yako. Mpendwa, kama unahitaji kuinuka, unahitaji kupata heshima, unahitaji kuheshimiwa na kila watu, ni lazima ujifunge unyenyekevu. Twende kidogo. Kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi. Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Lakini huwapa, manake kuna namna watu wanapewa wanyenyekevu na Bwana. Manake kama huwezi ukapewa cha Bwana leo, manake wewe sio mnyenyekevu. Wanaopewa na Bwana ni wale wanyenyekevu. Mpendwa, angalia maisha yako. Tumetangaza maombi kwamba tuwe na kasi ya kiungu kwenye maisha yetu, lakini tuwe na divine provision. Kama Mungu akiangalia wanakosa unyenyekevu ndani yako, uwe na uhakika hawezi kuachilia chochote kwenye maisha yako. Maana anasema uwapa wanyenyekevu, uwapa wanyenyekevu. Wanaopewa vitu sio wafanya biashara kwa bidii, sio wanaotumia nguvu. Wanaopewa na Bwana ni wale waliojifunga na wako tayari, waliojifunga unyenyekevu. Nasema kwa jina la Yesu, jifunge mshipi wa unyenyekevu, ili Bwana akupe mafanikio, ili wokovu wako usiwe na thamani, ili usimwaibishe Bwana. Lazima ujifunge unyenyekevu. Haleluya, amen. Lazima ujifunge unyenyekevu. Hapo Bwana ataanza kuyakirimia maisha yako. Hujajifunga unyenyekevu, nikwambie ukweli mpendwa, hauna mbio ndefu. Hauna mbio ndefu. Hauna mbio ndefu. Hauna mbio ndefu. Maandiko yanasema iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, inayoonekana. Ndio maana sasa nyinyi tunajidanganya sana kwa namna hii, sisi wafanya biashara wa kilokole. Ukiona biashara inawaka rekereke, unaona hapa nimeula. Macho yako yanakudanganya. Macho ya kiroho ndio yanayokupa assurance ya kwamba hicho unachokifanya ni sahihi. Maandiko kama yanasema, maandiko iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu mwenyewe, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Uwe na uhakika ya kwamba iko njia ya kiungu inayoonekana ni mbaya kwenye macho ya mtu, lakini mwisho wake ni kwenye neema, ni kwenye baraka. Ndivyo hivyo njia za Bwana zinaonekana ni ngumu, namna ya kimungu inaonekana ni ngumu. Kwa sababu gani? Tumeona namna ya kibinadamu, tumeona namna ya watu wengine wanavyofanya. Acha nikwambie, iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Lakini iko njia inayoonekana kuwa ni mbaya
machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni kwenye neema. Naomba katika jina la Yesu usione njia yako kuwa ni njema, kwanza kuona njia ya Bwana kuwa ni njema. Usione njia yako kuwa ni njema, kwanza kuona njia ya Bwana kuwa ni njema. Na hapo Bwana ndipo atakapokustawisha, na hapo Bwana ndipo atakapokuinua. Ukimwona shoti yako ana gauni jipya, usilie. Ukimwona shoga yako ana 10,000, usilie. Njia ile aliyeamua kuitumia ni ya namna hiyo. Wewe utakiwi kuifuata. Unachotakiwa kuifuata ni kuamini ya kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi. Maanake kiburi ni kufanyaje? Ni kufuata njia unayoiona kwako ni sahihi, ni kufuata njia ambayo kwako ni sahihi. Haleluya. Nini amekuja kufanya? Iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Haleluya. Narudia tena, iko njia ionekanayo kuwa ni sawa, macho yako hayaoni usawa. Achaneni na nyoka, niangalieni mimi. Sikilizeni. Chana na huyo nyoka. Naye ana ya kwake. Nyoka kweli anaweza akaja kwa watu wengi? Haiwezekani. Hakuna nyoka anaweza kuja kwa watu wengi. Na kwenye kelele hii haiwezekani. Fanya cha kwako uondoke. Iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa nani? Pa mtu, ila mwisho wake ni njia za mauti. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kuna kitu kinachoonekana. Mimi nishawaambia wezi wakanifukuza Masaki kwa namna yoyote. Umenielewa? Umenielewa? Kuna mtu ananifuatilia vizuri. Sawa. Haya, tusome Samueli wa pili. Samueli wa pili. Leo nataka nikusomee maandiko mengi uweze kujua ya kwamba Mungu. Soma Samueli wa pili sura ya 22 mstari wa 36. Karabashande lebaya. Biblia inasema Samueli wa pili sura ya 22 mstari wa 36. Nawe umenipa ngao ya wokovu wako. Soma vizuri. Nawe umenipa ngao ya wokovu wako. Na unyenyekevu. Ngao ya wokovu wa nani? Wa Bwana. Wokovu wako, ngao ya Bwana inayotengeneza uimara kwenye maisha yako. Na unyenyekevu wako umenikuza. Na nisikilizeni watumishi wa Mungu, unyenyekevu ndio unaokuza. Yes. Unyenyekevu ndio unaokuza. Haleluya. Yes. Kuna mtu ananisikiliza? Amen. Unyenyekevu ndio unaokuza. Maandiko yanasema wapinga. Manake kinachomfanya mtu apingwe sio unyenyekevu, ni kiburi. Manake kinyume cha unyenyekevu ni kiburi. Kutokutii maagizo ya Bwana, kutokutii sheria za Bwana. Hicho ni kiburi. Manake sasa kinachoweza kukukuza, manake kama unyenyekevu unakuza, iko hivyo watumishi wa Mungu. Kama unyenyekevu unakuza, manake unyenyekevu ni Mungu mwenyewe anaingilia kati. Manake Bwana anasema, Petro na Paulo anasema hivi, Apolo alipanda, mimi nilimwagilia, lakini mwenye kukuza ni Bwana. Kama unyenyekevu ukuza, manake kuna hand of God, kuna mkono wa Bwana hapo. Unyenyekevu ni mkono wa Bwana unaotumika kuinulia watu wake. Kama unataka kioo chako na wokovu wako uwe na heshima, ni lazima ukubali kuwa mnyenyekevu wa kweli, ili Bwana akuze maisha yako, ili Bwana akuze biashara yako, ili Bwana akuze ndoa yako, ili Bwana akuze watoto wako, ili Bwana inue uchumi wako. Ni lazima ukae chini, ujifungamanishe, ujifunge mshipi wa unyenyekevu, alafu Bwana aingilie kati. Hiyo ndio namna ya Mungu. Zaburi 19, Zaburi 18:35. Zaburi
Zaburi 18:35. Haraka haraka mtumishi wa Bwana. Zaburi 18:35. Ona hapo. Nawe umenipa ngao ya wokovu wako. Nilikuja kugundua Daudi alisoma Samueli. Yes. Karoba zeketea. Nilikuja kugundua ya kwamba kumbe Daudi alikuwa ni mjanja. Alikuwa operate bila kusoma. Alikuwa operate bila kufanyaje? Kusoma. Wanangu, maarifa ni ya muhimu. Yes. Maarifa ni ya muhimu. Huyo Daudi anazungumza kwenye Zaburi 18:35. Anazungumzaje Daudi? Nawe umenipa ngao ya wokovu wako. Hilo andiko hatujaliona kwenye Samueli? Hatujaliona kwenye Samueli? Tumeliona kwenye Samueli. Maana yake mwamba alichunguza maandiko. Halafu anasemaje? Mkono wako wa kuume umenitegemeza. Mkono wako wa kuume umenitegemeza. Manake mkono wa Bwana unyenyekevu ni mkono wa Bwana kuwainulia watu wake. Kama wewe sio mnyenyekevu na uhakika ya kwamba mkono wa Bwana umekwisha kufarakana nao, na Bwana yuko sehemu yako, na Bwana yuko upande wako, wanao wanasema Bwana yuko upande wetu. Hakikisha unyenyekevu na jifunga, na unaanza kuoperate nao. Yes. Hapo wanasemaje? Malizia. Na unyenyekevu wako umenikuza. My God. Yes. My God. Na unyenyekevu wako Bwana umenikuza. Daudi kumbe alikuzwa na unyenyekevu wa Bwana. Reboko taya. Bwana alimkuza Daudi kwa sababu aliyajua maandiko. Ngoja nikwambie mtumishi wa Mungu, hatufanikiwi kwa sababu tunafanikiwa. Tunafanikiwa kwa sababu tunazijua siri za neno la Bwana. Tukishazijua siri za neno la Bwana, tunaanza kuoperate anda siri za Bwana. Daudi ni mjanja. Alikuwa anajua kwamba Bwana ukuza kwa namna ya unyenyekevu. Mmeona, kwani Daudi alikuwa mdogo, alikuwa ni mfalme aliyeitwa rafiki wa nani? Wa Mungu. Na kupitia uzao wake Daudi akatokea mwamba anaitwa Yesu. Kuna mtu ananielewa? Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amestadi. Alikuwa amesoma maandiko na akayaweka ndani yake. Simama, kuna kitu tunafanya. Haya, nisomee Mithali 22:4. Mithali 22:4. Mithali 22:4. Nakupa neno la Bwana. Ninakupa neno la Bwana litakalo kukuza. Ninakupa neno la Bwana litakalo kuinua. Ninakupa neno la Bwana litakalo uheshimisha wokovu wako. Haujaokoka bahati nasibu, haujaokoka bahati mbaya. Bwana yuko hapa kumtengeneza mwanamke mmoja, kumtengeneza dada mmoja, kumtengeneza binti moja, ili akitoka hapa awe ni dada ambaye ni jibu la wadada wengine, awe ni kijana ambaye ni jibu la vijana wengine, awe ni mama ambaye ni jibu la wamama wengine. Wamama hatutokei kuwa wenye majibu kama Debora, kama kutaandaliwa na kutengenezwa. Hapa uko darasani, unatengenezwa, unachakatwa, unaandaliwa kwa ajili ya matokeo. Wale baba ulioko hapa, unaandaliwa, unatengenezwa, unachongwa kwa ajili ya wababa wengine, ili ukitoka hapa umfae Bwana na ulifae taifa, umfae Bwana na uifae jamii yako. Kwa maana hiyo sasa, tukitoka hapa tunatembea kifua mbele ya kwenda. Sisi ni jawabu la taifa, sisi ni jawabu la kanisa, sisi ni jawabu la dunia, sisi ni jawabu la familia, kwenye maisha, kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye malezi, kwenye kila engo. Naona watu wanamna hiyo, naona watu wanainuka mahali hapa. Naona wamama watakaosimama wakiwa majibu kwenye maisha yao, wakiwa ni jibu la taifa, wakiwa ni jibu la familia, wakiwa ni jibu la ndoa, wakiwa ni jibu la biashara. Hao watu wanapatikana hapa. Amen. Hao watu wananisikiliza hapa. Amen.
mabinti wanatokea hapa, watakapotoka hapa wawe jibu kwa ajili ya mabinti wengine, wawe jibu kwa ajili ya familia zao. Watokea hapa vijana watakao kuwa solution ya maisha ya wengine wao mtaani. Watakapotokea kwa wenye wa mabinti 10, yeye akiwa wa 11, uamsho unatokea pale. Akiwa mama moja katikati ya wafanyabiashara wenzake, uamsho unatokea pale. Acha kuabudu uganga, uabudu Yesu kule. Hata kutukuza uchawi, mtukuza Yesu kule. Katikati yao wewe mwatimishe Bwana, katikati yao wewe mtukuze Bwana, wewe mtukuze Bwana. Ukiweza hivyo hautakuwa mdogo, hautakuwa mtu wa kawaida. Amen, haleluya, amen. Karabashasere shandelebaka. Hebu nisomee mstari. Karabashata. Nataka nikimbia haraka, kuna kitu nataka kumalizia. Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana. Thawabu ya unyenyekevu. Nisikilize kidogo. Nina kitu nataka nikiachilia kwenye maisha yako. Kuna kitu nataka nikiachilia kwenye maisha yako. Nisikilize kidogo. Thawabu, soma. Thawabu ya unyenyekevu. Thawabu maana yake ni kwamba thawabu ni taji ya unyenyekevu. Taji ya unyenyekevu wako. Ukiwa mnyenyekevu, taji yake ni nini? Ambao ni kumcha Bwana. Ambao ni kumcha Bwana. Sasa ni utajiri. Ni utajiri na heshima. Nayo ni uzima. Manake unyenyekevu wako uliofungamanishwa kwenye eneo la kumcha Bwana unakuwa ni heshima. Uokovu wetu sio heshima, kwa sababu hatujakamata siri na kanuni za kimungu. Tumetembea sisi peke yetu, tumetembea kwa akili zetu, tumetembea sisi binafsi. Lakini ngoja nikwambie, kama asubuhi ya leo utatoka hapa na kuamua kutembea kama jibu, mwanamke mmoja nisikilize, kijana mmoja nisikilize, amua kutembea kama jibu, amua kutembea kama msaada, amua kutembea kama hospitali, amua kutembea kama kituo cha kulea watoto yatima, amua kutembea kama mfanyabiashara, amua kutembea kama mwanamama anayetaka kuleta mabadiliko kwenye taifa. Tembea hivyo vipi, hivyo tembea hivyo kijana, kwamba mimi ni jibu la taifa. Hata kama biashara yangu haijainuka leo, lakini mimi ni jibu la taifa, ni jibu la wilaya, ni jibu la kijiji changu, ni jibu la mkoa wangu, ni jibu la kanda ya Ziwa, ni jibu la Tanzania, ni jibu la dunia. Wewe ndio jibu. Yesu yuko ndani yako. Yesu ambaye ni jibu yuko ndani yako. Ndio maana anasema enendeni ulimwenguni wote mkaihubiri Injili. Maana yake Bwana anasema wewe ni jibu la taifa, wewe ni jibu la kimataifa, wewe ni jibu la dunia. Kwenye chochote ambacho umeamua kukifanya, unakuwa jibu. Kwenye masomo unakuwa jibu. Kuna wakati wanasoma kwenye masomo, wewe ukitoka hapa sema mimi ni jibu kwenye masomo, mimi ni jibu chuoni, mimi ni jibu darasani, mimi ni jibu kwa walimu. Watatafuta watu, mimi nitakuwa the best, mimi nitakuwa wa kwanza, maana mimi ni jibu kwenye kila eneo. Haleluya! Kuna mtu ananielewa? Amen. Wewe ni jawabu. Tunapoteza watu wengi sana, na nyinyi wamama kama majibu mpo. Tunapoteza watu wengi sana. Tumepoteza waume zenu pia. Nyinyi mpo hapa, ujue wewe ni jibu la mme wako mpaka na watoto wako. Wewe ni jibu la wanafunzi wenzako. Wewe ni jibu la mtaa wako. Mwanamke wa IRCC, wewe ni jibu. Jifunge unyenyekevu. Haleluya. Kijana wa kanisa hili, wewe ni jibu kila mahali. Jifunge unyenyekevu. Tumesema Bwana atatufanyia maajabu. Tutausheki mji wa Kahama. Tutaisheki kanda ya Ziwa. Tutaisheki Tanzania. Tutaisheki taifa hili. Na nchi yote itakuja yole ya kwamba hakika Bwana nilitenda maajabu. Haleluya. Lazima utoke hapa kama jibu. Amen. Usitoke hapa kama goligoli. Toka hapa kama jibu. Tembea kama jibu. Tembea kama solution ya wengine. Wanalia njaa, wewe ni jibu.
mnalia njaa, kwa hiyo biashara ziendi. Tukitokea pale wewe unakuwa jibu. Usizungumza wanapozungumza. Wewe jibu alizungumzi unaposolve. Lenyewe limekaa constant. Kwamba mimi ni jibu. Ukinipata umepata jibu. Yes. Umepata yeye. Umepata vema. Umepata excellence. Umepata vema. Ukinipata mimi jibu. Wewe ni jibu kwenye mtaa uliopo. Yes. Ndio maana unatakiwa kuwa mnyenyekevu. Yes. Jibu ni wanyenyekevu. Haleluya. Amen. Kama unanielewa mshangilie Bwana Yesu. Nisomee Mithali 29. Mithali 29 toke hapo chapo. Soma Mithali 29. Nisomee Mithali 29 haraka haraka. Karubla ande sofaya. 23. Soma chapu chapu mwanangu. Karabazopalia. Kiburi cha mtu kitamshusha. Soma tu ukiwa umekaa. Kaa tu. Yes. Wewe comfortable. Soma. Kiburi cha mtu kitamshusha. Nisikilizeni. Bwana wapinga wenye kiburi. Manake biashara hata kama ilikuwa imeinuka kwa kiasi gani, ikiwa wewe ni mtu na kiburi utashuka. Hata kama ulikuwa umeajiriwa unalipwa trillions of money, lakini kwa sababu ya kiburi utashuka tu. Yes. Mimi nimeona watu ambao walikuwa ni matajiri duniani, lakini kwa sababu ya namna yao mbaya wakashuka chini na hawaonekani mahali pao. Kwa nini? Kwa sababu kiburi huwa kina tabia ya kumshusha mtu. Kiburi kina tabia ya kutokuaminiwa kwa mtu, lakini unyenyekevu una tabia ya kumpandisha mtu juu. Yes. Unyenyekevu una tabia ya kumwinua mtu. Yes. Hatuinuliwi na kazi, tunainuliwa na kanuni. Haya, soma malizia. Bali wenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Ataheshimiwa. Yes. Manake uheshimiwi kama una roho ya unyenyekevu. Unaheshimiwa ukiwa mnyenyekevu. Sio kila mahali. No. Lazima ujifunze kukaa chini. Mtu akiinuka wewe uko chini. Usionyeshe makucha. Ni kweli tunajua ya kwamba wewe ni moto ulao. Wewe ni upanga wa vita. Wewe ni silaha ya mfinyanzi. Lakini acha kuitumia kiasalasali hiyo silaha. Amua kuitumia kwa ustaarabu na ubunifu. Hapo ndipo utakapoinuka. Huwezi kuitumia silaha yako, panga lako kali ulodao ni kali sana. Maana maandiko yanasema panga lako linakata kuwili. Kwa hiyo wewe ni hatari mno. Wewe ni bara mno. Jifunze kutokutumia silaha yako vibaya. Jifunze kutumia silaha yako vizuri. Penda unyenyekevu ili uinuliwe na Bwana katika jina la Yesu. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Namba 3. Andika namba 3. Kujua katika Mungu. Kitakacho kufanya maisha yako yageuke na wokovu wako ni kujua katika Mungu. Kujua katika nani? Katika Mungu. Kitakacho kufanya uheshimika again ni kujua katika Mungu. Mnanielewa vijana? Mnanielewa baba? Kujua katika nani? Katika Mungu. Mnanielewa mama? Maisha yako investi kujua katika Mungu. Shida ni kwamba sisi hatuwekezi kujua katika Mungu. Tunawekeza kujua katika nyakati na hali za dunia. Wewe nani amekwambia tabia za nchi zinakuamulia maisha? Nani amekwambia tabia na hali ya hewa zinakuamulia uchumi wako? No! Jifunze kujua katika Mungu. Maandiko yako wazi. Kuna mtu mmoja anaitwa Isaka, kwa sababu baba yake alimuvu kwenda Misri na yeye alitaka aende Misri kwa wakati wa njaa. Ye Mungu akamwambia hapana, wewe panda hapo hapo na utavuna. Utajiri wa Isaka ulianzia kupanda jangwani, sehemu isiyo na mvua. Wewe hisia zako ndio zinazokupeleka vibaya, sio Mungu. Kama utajifunza katika Mungu, utajifunza katika mwanae Yesu Kristo, utajifunza kujua. Maandiko anasema, andika Yohana 17:2-3. Twende haraka haraka. Yohana
Yohana 17. Nataka kila mmoja wanaona. Sitaki tu kuyasema andiko hayo. Nataka kila mmoja wanaona. Twende hiyo Yohana 17:2 mpaka 3. Inasemaje? Kama vile ulivyompa mamlaka. Maana yake kuna kila mtu hapa na mamlaka amepewa na Bwana. Yesu Kristo amekukatinisha mamlaka. Mungu ameachilia mamlaka ndani yake. Juu ya wote wenye mwili. Maana yake wewe tuna mwili hapo. Kuna namna ambayo tulipompokea Yesu Kristo, yale mamlaka ya Yesu aliyokuwa amepewa na baba yake yakahamia ndani yetu. Maana yake wewe sio mnyonge, una mamlaka ya Bwana ndani yako. Na kwa kuwa una mamlaka ya Bwana ndani yako, tusitembee kunyonge sasa. Ndio maana unatakiwa kutembea kama jibu, kama solution ya matatizo ya wengine. Yes. Ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu. Sikiliza sasa, uzima wako wa milele unatokea wapi? Wakujue wewe. Nimekwambia hivi, jifunze kujua katika Mungu. Mungu anasemaje? Anasema wakujue wewe. Manake Mungu anajitambulisha. Wakujue wewe kwenye eneo la biashara, wakujue wewe kwenye eneo la huduma, wakujue wewe kwenye eneo la ndoa, wakujue wewe kwenye eneo lolote lile la masomo, wakujue wewe. Hata kwenye mazingira wakujue wewe. Hata kwenye hali yoyote wakujue wewe. Hata wakati wa njaa wakujue wewe. Hata wakati wa serikali hazieleweki wakujue wewe. Maana wakikujua wewe, yako matokeo, iko faida, iko ujasiri, yako mamlaka, iko kibali. Kwa kumjua yeye, lazima ujifunze katika kumjua Bwana. Ndugu yangu, mtu wa Mungu, jifunze katika kumcha Bwana. Mjue sana Mungu. Maandiko yanasema iwe na amani ndizo mema yatakapokujia. Maana yake nimekwambia, unatafuta Bwana kwenye engo yako, kwamba mbona ndoa yangu haieleweki, unaanza kutafuta kukujua Mungu anajitambulishaje kwenye hili eneo langu la maisha. Unatafuta kwenye masomo kuinuka, au pataki yeye wani, au pataki tu, au pataki yeye. Unaanza kutafuta why hivi neno la Bwana kweli nazungumzaje kuhusu mimi. Wacha nikwambie, watu wengine hatuogopi nyakati, hatuogopi mabadiliko ya hali ya nchi, hatuogopi yale. Hata kama watatangaza kwa namna gani kwenye vyombo vya habari, hata kama watasema chochote kwenye vyanzo vya maji, hatuamini hayo. Hata kama watasema Ilea imeoza, hatuamini hayo. Hata kama watasema hautafanikiwa bila Mungu, hatuyaangalia hayo. Kwa nini? Sisi tunaangalia kwamba Bwana wetu wakuja wachukisha walio chini na kuwaketisha cheo. Kwa unyenyekevu tutakuja. Kwa maana hiyo, tafuta kwenye engo yako, hiyo ndoa yako mbona ieleweke yote. Tafuta kwenye wokovu wako, hivi wokovu unatakiwa uweje. Tafuta kwenye neno la Bwana, namna yako ya kukua kiroho. Unasoma hiyo Biblia yako na unaanza kuishi. Unasoma hayo maandiko, unaanza kuyatengeneza yaumbike mwili. Yakiumbika mwili, maisha yako hayatakuwa ya kawaida, maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Haleluya, amen. Tafuta chokonoa kwenye hilo engo. Daniel 11:32 B anasema, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Watu wamjuao nani? Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Nasema haleluya, amen. Watu wamjuao nani? Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Watu wameona nyoka watakuwa waji kanisani. Nyoka Bwana tuache katika jina la Yesu. Wewe una ushirika na binadamu,
huna ushirika. Hapa sio mahali pako, kwa sababu Bwana alikwisha kukulani tayari. Toka. Ndio ameshatoka jamani. Wala msiogope. Tuendelee mbele kidogo. Haleluya. Mjue Mungu. Yes. Mjue Mungu. Mjue Mungu. Yes. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Kuna mtu ananielewa? Amen. Shandaraba kote. Kuna mtu ananielewa? Amen. Haya, andika namba 4. Tunamalizia tu, vimebaki vitu viwili tu tunamaliza. Kuna mtu ananielewa? Vumilia kidogo. Vimebaki tu vitu vingapi? Viwili. Mambo 6 la 4 litakalogeuza maisha yako pamoja na wokovu wako. Moyo wa ibada na kumcha Bwana. Moyo wa ibada na kumcha Bwana. Moyo wa ibada na kumcha Bwana. Nasema moyo wa ibada na kumcha Bwana. Moyo wa ibada na kumcha Bwana. Moyo wa ibada ndio utakaoinua maisha yako na wokovu wako. Haya, tusome Matendo ya Mitume 12:13 na ule mstari wa 2 na wa 3. Haraka haraka. Matendo ya Mitume haraka haraka. Karaba sura. Ndio inasema basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada, basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, ngoja kwanza. Roho Mtakatifu anasema, yes, mtu anapokuwa kwenye ibada, kama amejiposition vizuri, ametengeneza mazingira ya kuhudumiwa na Bwana, Mtakatifu huachilia mambo kwenye maisha yake. Atakwambia hiyo biashara usiipeleke sokoni leo. Kwa nini? Kuwameloga pale, kapashughulikie kwanza. Roho wa Bwana husema kwenye ibada. Roho wa Bwana asemi nje ya ibada. Kama utaamua kutengeneza mahusiano yako na Mungu, Roho wa Bwana ataanza kutengeneza chemichemi ndani yako. Chemichemi za maji yataanza kububujika ndani yako. Manake moyo wa ibada na kumcha Bwana unatengeneza mtu kuinuliwa na Bwana. Hawezi kuinuka, maana Bwana hawezi kusema isipokuwa moyo wako umeposition kwa ajili ya ibada. Haleluya. Endelea kidogo. Roho Mtakatifu akasema. Roho Mtakatifu akasema wapi? Ibadani. Akasemaje? Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile iliyowaitia. Ngojeni niwaulize swali. Haleluya. Amen. Niangalie kila mmoja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nikuulize swali. Ikiwa Roho Mtakatifu alizungumza wakiwa kanisani watu kwamba nitengeeni 1, 2, 3. Roho Mtakatifu hawezi kusema ukiwa kanisani kwa ajili ya watoto wako? Roho Mtakatifu hawezi kusema kanisani kwa ajili ya masomo yako? Roho Mtakatifu hawezi kusema ukiwa kanisani kwa ajili ya mume wako? Roho Mtakatifu hawezi kusema ukiwa nyumbani kwako kwa ajili ya maisha yako? Anaweza kusema. Kwa nini Roho Mtakatifu asemi kwetu? Kwa sababu hatuna moyo wa ibada. Uchaji wetu wa Mungu ni wa hovyo hovyo. Kwa maana hiyo sasa Roho wa Mungu hawezi kusema kwetu. Kwa nini? Sisi ni wafu lakini tunaishi ibadani. Ni watu tuliokufa tayari. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Sikilize mpendwa. Roho wa Mungu husema. Kwa nini asemi kwetu? Asemi kwa sababu sisi masikio yetu yamezibwa. Mithali anazungumza kwenye Mithali. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Kumcha Bwana ni chemichemi ya uzima. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu.
Biblia inasema sasa ndani yetu sisi uovu, kiburi ni uovu unaodhibiti utendaji wa Mungu kwenye maisha yetu. Acha kujitia moyo ya kwamba mimi mbona nitafanikiwa. Huwezi ukafanikiwa, just wokovu wako hautapata heshima. Utakuwa kama wale mabinti wenzio wanaofanya ujinga wakiwa kanisani. Utakuwa vile vile kama wamama wengine. Kwa nini? Hujaposition mazingira yako na maisha yako kwa ajili ya Mungu aliye hai. Haleluya. Kwa Mungu wapinga wenye kiburi, lakini wapa neema wanyenyekevu. Wapa neema wanyenyekevu. Wapa neema wanyenyekevu. Kwa Bwana huwapinga wenye kiburi. Hakikisha ndani yako unaruhusu uchaji na utendaji wa Mungu kwenye maisha yako. Haleluya. Nasema haleluya. Amen. Haya, soma Tendo tena 17:23. Soma hapo, tutamalizia hapa, simebaki tu vipengele viwili. Tunamaliza ili uende na ukiwa umejaa. Inasemaje? Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu. Ngoja nikwambie sasa, Paulo anazungumza hapo na kuyaona mambo ya ibada yenu. Soma bwana. Naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya. Ona, aliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya. Kwa Mungu asiyejulikana. Kwenye ulimwengu wa roho unajua kabisa ya kwamba eneo hili sio sahihi kwa ajili ya biashara. Aliona maandiko, aliona yameandikwa ukutani, kwa Mungu asiyojulikana. Hebu endelea kidogo ili tufunguke masikio. Basi mimi nawahubiri habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Mimi Pastor Ben ninawahubiria habari zake sasa, ambaye miaka mingi tulikuwa hatujui utendaji wake. Mimi nimekuja kwako leo kukuambia habari za utendaji wake. Huyo Mungu ambaye uliona ni kama hajulikani, ni kama haeleweki, ni kama haiwazi watu, na kuletea hizi habari zake ya kwamba yeye ni simba wa kabila la Yuda. Yeye anamuinua mtu mnyenyekevu na yeye anampinga mtu mwenye kiburi. Kwa maana hiyo sasa, tokea leo usiabudu tena kwa Mungu asiyejulikana, uanze kuabudu kwa Mungu anayejulikana. Ndio maana utakiwa kuabudu kila kanisa. Wakati mwingine ukienda kwenye ile kanisa hawazungumzi kuhusu huyu Mungu, hawamtumii huyu Mungu anayejulikana, ili uweze kumjua, ili uweze kutembea naye, ili uweze kuishi naye. Leo katika jina la Yesu nimekuletea habari zake huyu Mungu anayejulikana, ya kwamba anasema wainua wanyonge kutoka chini mavumbini na kuwaketisha pamoja na wakuu. Leo mwanangu, sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, maisha yangu leo yanainuka chini na keti pamoja na wakuu, maana Bwana kuinua kutoka mavumbini na kutuketisha pamoja na wakuu. Wanafika moja nena kwa lugha, ndiye Bwana ninobaya yagadego sulpagadia mashandili bayadia yarabadadiri basipadada mashanda rabaya yaharabadadia upinga kwenye viburi nandili baya yaharabaya kwa mumbini Nisome Warumi 12:1. Warumi 12:1. Karabashanda rabaya. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu, itoeni iwe dhabihu iliyo hai, iwe sadaka iliyo hai, takatifu ya kumpendeza. Ndio ibada yetu. Ibada yetu sisi ni kujitoa katika Bwana,
ni kujitoa katika Yesu Kristo. Hata kwenye kuoperate mambo yetu lazima tuyaoperate kwa kujitoa katika Kristo. Hata kwenye biashara lazima tuoperate kwa kujitoa katika Kristo. Kama utajitoa katika Kristo, uwe na uhakika ya kwamba mipango na maisha yako haitaenda. Kwani haujajitoa katika ibada, haujautoa mwili wako kuwa ibada. Manake kuutoa mwili wako uwe sehemu ya ibada ya kiungu. Maandiko yanasema msiache kukusanyika kama ilivyo mila na desturi ya wengine. Manake ni kwamba tuwe kwenye ibada pamoja, tulisikie neno la Mungu kwa pamoja. Maandiko yananiambia ikiwa Zakaria kwenye zamu yake aliingia na watu wa Mungu, akaenda mbele za Bwana. Alipoenda mbele za Bwana, ndipo akakutana na yule malaika, akasikia ahadi ya Bwana ya kwamba atampa mtoto wa kiume ambaye ni Yohana Mbatizaji. Kwa maana tunapokuwa kwenye ibada, kwenye zamu zetu, kwenye maeneo yetu, kwenye kazi zetu ibadani, tunakutana na Bwana, tunakutana na maagizo na ahadi za Bwana kwenye maisha yetu. Ahadi za Bwana kwenye maisha yetu zinatutegemea uwepo wetu sisi kwenye ibada. Kama utakuwepo kwenye ibada, manake na uwepo wa nafasi ya Mungu kwa ajili ya maisha yako hautakuwepo. Ngoja nikwambie, ni lazima tukubali ya kwamba tunapokuwa ibadani tutarajie mageuko, tutarajie mageuzi, ili tunapotoka tukakomboe watu wetu, tukakomboe ndugu zetu, tukakomboe jamii yetu, tukakomboe serikali, tukakomboe watu. Tunapotokea wapi? Ibadani. Yes. Nani umewahi kumwona amefanikiwa wale wa duniani bila kutokea kwa mganga? Hayupo. Sisi tuliookoka tunainuka kwenye maisha kutokea wapi? Ibadani. Tumeinvest muda wetu kwa Mungu. Usiogope chochote kile. Kwa nini? Bwana akiwa upande wako, ni nani ndugu yangu aliye juu yako? Niambie, ni nani? Ni nani huyo anayeweza kuwa juu yako? Ikiwa Mungu yuko upande wako, ni nani anayeweza kuwa juu yako? Hayupo anayeweza kuwa juu yako. Kwa nini? Bwana yuko upande wako. Usidanganywe na mtu. Bwana akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako? Karabashandelea. Somea Waebrania 12:28. Ano, tuko namba ngapi? 4. Waebrania 12:28. Soma haraka alafu tuende cha pili. Tunazungumza mambo yanayoweza kugeuza maisha yako. Binti na mama ulioko hapa, maisha yako atageuka tu. It's a matter of time. Don't give up. Usiumize kichwa na kuumiza akili yako. Amini kwenye hicho unachokifanya kidogo kidogo ya kwamba uko mkono wa Bwana. Uko mkono wa Bwana. Unapotoka hapa, just believe. Unajua sisi hatuamini kwenye mkono wa Bwana. Tunaamini ya kwamba sisi tunaweza. Wewe hauwezi mpendwa. Sasa kusema hivi mimi ninaweza ni kiburi. Yaani kusema hivi mimi ninaweza ni kiburi. Ndio maana sasa Bwana atakushusha, kwa sababu tunaona wewe umequalify. Sasa wanaomtegemea Mungu ndio wanyenyekevu. Unyenyekevu ni kutokujitegemea wewe. Yaani ufupi wa unyenyekevu ni kutokujitegemea wewe, ni kumtanguliza Mungu kwenye mambo yako. Kiburi ni pale unaposema hivi mimi nitafanya tu biashara nitafanikiwa. Hicho ni kiburi. Kuna mtu ananielewa? Sasa Bwana atakupinga ili akuthibitishie kwamba wewe bado unanihitaji mimi. Maana ukipiga hata hesabu tangu muda tuliokaa hapa tunavuta oksijeni bure. Bure kabisa. Na vitisho vyote vya nyoka, ila bado tunavuta uwepo wa Bwana bure, oksijeni bure. Haleluya. Haleluya. Ndio hivyo. Hebu nisomee hapo tumalize. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Hebu sikiliza hilo andiko, nisome vizuri kila mtu. Haleluya. Hakikisheni mnalisikiliza hili andiko. Unajua maandiko ndio dawa. Yes. Nisikilize sasa kwa makini. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa.
Jamani, sisi tuna ufalme tulioupokea katika Kristo Yesu. Amen. Ufalme usioweza kutetemeshwa. Amen. Usioweza kufanyaje? Kutetemeshwa. Kuna mtu anaweza kutetemesha ufalme wa Kristo? Hapana, hayupo hata mmoja. Hayupo. Iwe ni mwenye mamlaka, hayupo anayeweza kutetemesha ufalme wa Mungu. Yes. Ndio. Na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza. Ibada ya kumpendeza. Pamoja na unyenyekevu. Pamoja na unyenyekevu na kicho. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Ibada, invest. Mpe Mungu kipaumbele, halafu Mungu atakupa kipaumbele. Ukimnyima Mungu nafasi, wanafunzi, wanavyuo, ukimnyima Mungu nafasi, uwe na uhakika umejisajili kwenye feli ya maisha yako yote na watoto wako. Ukimpa Mungu nafasi, umejisajili kuwa mtu mkuu. Yes. Hata kama ukua uonekane sasa hivi, ila wewe tayari ni mtu mkuu. Yes. Kama utampa Mungu nafasi. Mnanisikiliza wa mama? Kama utampa Mungu nafasi, utampa ibada, tayari utakuwa umejisajili kuwa mtu mkuu tayari. Hata kama kabla ukua wajaona, watu wataanza kukucheka na kudharau, wewe tayari ni mtu mkuu. Jinyime. Unajua bwana, chochote duniani huwa kina njaa. Nataka nikuibie siri. Chochote duniani huwa kina njaa na kinahitaji kula. Zinaa huwa ni ina njaa. Mtu anasikia njaa ya kufanya kitu fulani, hata kufanikiwa, mpaka uwe na njaa hiyo, kwamba mimi kupitia Yesu nitafanikiwa. Una njaa hiyo. Ukiwa na njaa ya kwamba mwanaume atanipa hela au yule kijana atanipa hela, uwe na uhakika hiyo njaa yako ni mbaya. Ni pilau linapikwa pale inanukia vizuri, utaingia tu kula. Utaingia tu kula. Na kuuliza, utaingia tu kula? Ni lazima ujishikilie kwamba nitafika nyumbani nitafanyaje? Nitakula kwa wakati. Sasa hata nyinyi mabinti na vijana, huwezi kumpa kila mwanaume au kwenda kwa kila binti, kwa sababu njaa hiyo wakati wake utakapofika utaanza kula kwako na kushiba. Kwa hakikisha unajitunza, kwa sababu njaa isikuamlie maisha. Njaa isiuamlie ubinti wako. Njaa isiuamlie ujana wako. Njaa isiuamlie ubaba wako. Hakikisha unakuwa baba bora uliyenyosha maisha. Shida ni kwamba njaa ya siku moja tunataka tuitibu kwa muhogo wa kuiba au kwa muhogo wa kupewa. Kuna watu wanapitaga na visanzo vya mihogo. Unaona una njaa, unataka kuchukua limuhogo limoja utafune. Utashiba kwa wakati huo, lakini inaweza ikaleta madhara. Hujawahi tu kusikia alipoenda siku ya kwanza akatoka na mimba? Siku hii nilikuwa sijui kabisa mapenzi mimi. Ikawaje? Nilipoenda yani mara moja tu na yule kijana ikawa na ukatelekezwa. Kwa huo wote ni ujinga, kutokujua. Bwana huwapinga wajinga, huwapa neema wanyenyekevu. Chondoa kiburi sasa, kutokutii maelekezo ya Mungu. Haya, namba 5. Kuishi maisha matakatifu mbali na uchafu wa dunia. Kuishi maisha matakatifu mbali na uchafu wa dunia. Kuishi maisha matakatifu mbali na uchafu wa dunia. Hicho pia kitakuinua, kitayainua maisha yako. Kuishi maisha matakatifu mbali na uchafu wa dunia, hicho kitasimamisha wokovu wako unyoke, na Bwana ataingilia kati maisha yako, na maisha yako yatastawi sana, na utakuwa mtu mwenye kesho isiyotia shaka. Hapo nitapita kwa haraka. Nisomee Walawi, nikimbie haraka. Nisomee Walawi 11:45. Nisomee hapo chapu. Soma chapu, mtumishi wa Bwana. Walawi, kuishi maisha matakatifu mbali na uchafu wa dunia. Dunia ina uchafu wake, kwa lazima uamue kuacha. Haleluya, haleluya. Hebu ipungie mikono juu. Punga mikono yako juu kwa Bwana. Haleluya. Kuna mtu ananielewa? Nasema punga mikono yako juu. Sema Yesu, Yesu, niko hapa. Niko hapa. Nisaidie leo. Nisaidie leo. Nisaidie leo. Nisaidie leo. Kuishi mbali na uchafu wa kidunia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haya, nisomee hiyo Walawi. Kwa kuwa mimi ni Bwana. Kwa kuwa mimi ni Bwana niliyewaleta kutoka nchi ya Misri.
niliyewaleta kutoka nje ya Misri. Naomba unisikilize mpendwa. Ili kwamba niwe Mungu wenu. Rudia. Kwa kuwa mimi ni Bwana. Kwa kuwa mimi ni Bwana, anajitambulisha Mungu. Niliyewaleta kutoka nchi ya Misri. Niliyewaleta kutoka nchi ya Misri. Ili kwamba niwe Mungu wenu. Ili kwamba niwe Mungu wenu. Basi mtakuwa watakatifu. Anayesema ni Mungu, sio Pastor Beni. Mtakuwa watakatifu. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mungu wetu ni nani jamani? Takatifu. Na sisi tunatakiwa kuwa watu gani? Watakatifu. Kwa sababu amesema nani? Bwana. Mnaona hiyo short? Kwa it's not Pastor Beni. Ili uinuke lazima uwe mtakatifu. Kwa nini unakuwa mtakatifu? Kwa sababu Bwana ni mtakatifu. Upande uliouchagua wewe ni wa watu watakatifu. Kwa sababu watu walio upande ulioko wewe wanafanikishwa watu watakatifu. Maana yake usipokuwa mtakatifu wewe na uhakika ya kwamba umejisajili kwenye kusema hivi, mimi sitaki kufanikiwa, au wokovu wangu ni bure kabisa. Sema bure kabisa. Ukiwa sio mtakatifu, wokovu wako ni bure kabisa. Bwana amesema haya. Haya, kipengele cha mwisho. Andika hivi: kuwa mtu wa haki. Ili ugeuke wewe na wokovu wako, lazima uwe mtu wa haki. Hilo ni jambo la sita, kuwa mtu wa, nasema kuwa mtu wa nini? Unajua haki. Haya, tusome Kutoka 23:8. Biblia inasema. Ndiyo Biblia. Nawe usipokee rushwa. Ona, hiyo Biblia inasema nawe usipokee rushwa. Biblia inakataa rushwa. Yes. Wanachuo mko hapa, wamama wafanya biashara mko hapa. Amen. Watu mnaotaka kuinuka mnasikia hapa. Rushwa maana yake ni hii. Nisikilizeni wabinti, nisikilizeni vijana na wamama. Rushwa maana yake ni hii: kabla hujafika wakati wako wa kuolewa, kijana anakupa 5,000 au 10,000, unaenda kumpa rushwa. Uwe na uhakika huwezi kufanikiwa kutoa rushwa. Acha kutoa rushwa. Hiyo ya kwanza. Cha pili, rushwa ni kupokea mapato usiyoyafanyia kazi. Sio kupewa, unataka kugushi au kufanya kitu fulani. Mfano, una nyaraka zako, anataka kukuletea mtu, unamwambia nipe 10 hapo ili mimi nikupitishe. Hiyo ni rushwa, na Biblia inasema ole wako. Kwa nini taifa na nchi yetu imeharibika? Kwa sababu ya haya. Nenda barabara la Ushirombo nenda barabara la Kahama tu Ushirombo au Masumbwe, utaona matrafiki wanafanyaga nini. Kama unabisha, njoo nikupeleke mimi. Wengine ni Wamasaki, tunawaonaga. Hakuna wakunibishia, maana si ninajua. Nenda njiani, mimi sinapanda nani haisi. Baba yako anafanyaga hayo, ndio maana rana kwenye familia. Ndio maana hakuna askari akistaafu tu maisha magumu na anakufa na stroke. Angalia, askari yoyote asiyetenda haki huwa wanaishia vibaya. Si mimi nimewahi kuwa na ndugu zangu, kula kitu cha mtu ni vibaya. Tenda haki ili Bwana aingilie, kwa sababu ukiwa unakula kitu cha mtu kinyume, unajira mwenyewe. Mtu mmoja, rais mheshimiwa Jakaya, rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete amewahi kusema hivi, amewahi kusema neno hili: ukila cha mtu lazima uliwe. Maana yake kama unakula cha mtu kwa njia isiyo halali, one day utaliwa kabisa. Kwa haki
ikitawala, unaanza kumwona Mungu anaingilia kati maisha yako. Yes. Haki ikitawala, taifa linanyoka. Yes. Kwa sababu gani? Uovu kuanzia chini kwa watendaji, wenyekiti. Hata hapa tulipo watu wanalia, watu wanauziana viwanja, unamuuzia mwingine kiwanja, unamuuzia mwingine pale pale. Aliyefanya hivyo ni nani? Mwenyekiti. Haki. Unaona tunavyoteseka, unaona tunavyoharibiwa maisha. Why? Haki haipo. Sasa kwa maana hiyo hatuwezi kufanikiwa. Kwa maana hiyo hadi familia zetu zimelaaniwa. Kwa sababu ya nini? Hakuna haki. Kuna rushwa kila mahali, rushwa ya ngono. Nisikilize, ukiajiriwa sehemu kwa rushwa ya ngono, maana yake bosi akikuhitaji, hata kama umeolewa, utampa ngono. Usipompa ngono, utaachishwa kazi. Chochote ulichokipata kwa njia fulani, unakilinda kwa njia hiyo hiyo. Ulikipata kwa ngono, utakilinda kwa ngono. Ulikipata kwa rushwa, utakilinda kwa rushwa. Wanangu, nisikilizeni mimi, mkinyosha hivi, ajira zipo Tanzania. Yes. Kwa watu walionyooka. Yes. Imagine, mtumishi wa Mungu, umewahi kuwaza mwanafunzi anapata distinction nzuri chuoni, nzuri kabisa, lakini imetokea kwa kugushi, amelala na lecture. Hayo utakuwa na heshima ya kuambia hata watoto wako nilifaulu? Huo ni uongo. Matoto yako yote yatakuwa mavilaza. Kwa nini? Wewe ni mwizi, hauna haki. Jinga kabisa. Kwa haki, bora useme hivi, nikipata B ni yangu, nikipata 4 ni yangu, nikipata 1 ni yangu. Unaanza kustruggle. Nimekwambia hivi, max 1000 upate max tu 250, uachie zile zingine 750. Unashindwa nini? Kaza, acha kutegemea watu, pambana, tafuta kwa haki, acha kupita njia za mkato, nyosha. Hata kwenye biashara, kuna nyakati nilikuwa nikienda kununua kwa mtu, anakurudishia chenchi zimezidi. Unamrudishia, bwana umekosea. Moja, tulikuwa na mama mmoja amenizidi, mama mmoja wa kutoka Masaki, tulikuwa naye kwenye bajaji moja, tunaenda town. Nimefika mjini pale Vunja Bei, nashuka pale na yule kijana ananirudishia, ananipa hela nyingi. Nikamwambia hizi hapa hela, umenizidishia. Yule mama akanicheka, ananiambia huo ndio uchungaji. Ndio hivyo sasa, sisi wote hapa ni makuhani. Yes. Unatakiwa kutenda kwa haki. Nikwambie, ukianza kufanya kwa haki, ukaacha wa ujanja wa mama, ujanja wa midomo yenu, unawatesa na unawaponza. Anza kufanya kwa haki, and you will see that. Kamdomo, shida, unataka maisha ya haraka. Sasa hivi tukikupa gari, utalifanyia nini? Una hata hela mafuta wewe. Sasa hivi tukikupa nyumba, hujui hata kudeki marumaru. Lazima ujifunze kwenye nyumba za kupanga na uitunze, halafu ndio Mungu akuamini kukupa nyumba ili uweze kuideki. Ujui kudeki, unataka Mungu anasema usipoweza kwa cha mwenzio, uwezi cha kwako. Mungu anakuamini kupitia cha mwingine. Siku ukikataa rushwa, watoto wako rushwa yao haitapokelewa. Ukitoa rushwa leo, watoto wako wataingia kwenye kazi kwa rushwa. Kwani ni mchirizi ni ule ule. Bwana anasema uwabatiisha mabaya kizazi cha kwanza mpaka cha 4. Huo ujinga ulioingilia nao kazini hata watoto wako. Ndio maana tuna taifa ambalo liko hivyo sasa. From hapo chini, kiongozi mpaka kiongozi fulani, hopeless kabisa, watu wa ajabu. Kwa nini? Rushwa. Biblia, sio mimi naye kataa, ni Biblia inakataa. Rushwa ni mbaya. Soma tuendelee. Kwani hiyo rushwa huwapofusha. Unaona kazi ya rushwa? Unaona kazi ya rushwa? Unaona kazi ya rushwa, mpendwa? Kuna mtu ananisikiliza anaona kazi ya rushwa? Una macho yanaona, lakini ukila rushwa unapofuka macho. Ndio maana sasa, ukitaka kuelewa mfano huu, safiri leo, nenda Ushirombo, au safiri kesho, nenda Masumbwe, pita hii lami na kuruhusu,
utaona mtajazwa kama nyanya kwenye haisi, halafu akifika kwa trafiki wanampa 5,000. Hajapofushwa, amepofushwa. Hajapofushwa macho, amepofushwa. Amepofushwa, aoni haki, anafanya kwa ila. Kuna nchi hapo? Kuna mafanikio hapo? Hakuna mafanikio hivyo. Kwa rushwa inapofusha. Rushwa inapofusha. Yaani ulikuwa utakiwi kufaulu, kwa sababu niwape mfano. Ukihonga rushwa ya ngono binti huko nesi, ni nesi wewe au daktari, ukalala na lecture, ukapita kuwa daktari, ujui mambo ya operation, halafu una cheti kizuri, ukaajiriwa, ukapata kazi kwenye hospitali. Utawatibuja au utawasaidiaje watu? Manake si wewe utakuwa muuaji. Watu watakuja, unafanya operation, moyo unakatika. Kwa nini? Kwa sababu ulipitishwa kwa namna yako. Ni lazima ifike wakati tusimamie haki, na wasema haki ndio wanaopigwa vita. Haki ikitendeka, maisha yanakaa vizuri. Maisha ya haki ni ya muhimu sana. Kuishi kwa haki ni kwa muhimu sana. Kama utaamua kuishi hivyo, utafanikiwa vibaya mno. Na kuyapotoa maneno ya wenye haki. Maneno ya wenye haki ukataliwa kwa sababu ya rushwa. Yes. Yaani kuna mtu kwa sababu ametoa rushwa, mfano tuna kesi, mimi kabisa ni msafi kabisa, ila kwa sababu yule ambaye ni muongo ametoa rushwa, mimi naonekana ni mbovu na kandamizwa. Hiyo ndio hatari. Kwao sisi kama kanisa la Bwana, ili tuinuke kwenye uchumi, tuinuke kwenye wokovu wetu, na wokovu wetu uwe na heshima, ni lazima tuwe watu wa haki. Simama kwa miguu yako, sema haki. Sema kwa jina la Yesu, kuanzia leo nitakuwa mtu wa haki. Sema kutokea ndani, acha ujanja, ishi kwa haki. Halafu utaona mageuko kwenye maisha yako kama utaishi kwa haki. Kama utaacha kuishi kwa haki, maisha yako hayatabadilika mpendwa. Ni yule mama. Unajiuliza, inawezekanaje hiyo ishu? Miaka yote unanena kwa lugha, lakini una chochote. Wengi sasa kwa sababu wanarushwa wanakimbilia kwenye dini, kwa sababu dini zinapenda hayo mambo. Sio Yesu. Yesu hapendi rushwa, ila dini zinapenda rushwa. Ndio maana sasa watu anajikusanya, anajiona mtakatifu, kumbe jinga limeoza kwa ajili ya rushwa, halafu kisingizio ni dini fulani. Hakikisha uipi kipaumbele dini, unampa kipaumbele Yesu anayependa haki. Yes. Naamini ili kanisa litaongezeka na kukua sana, kwa sababu tunasema kweli. Yes. Na haki ya Mungu inazungumzwa. Yes. Hatutaficha na kuongea uongo, na kuhakikishia baada ya miaka michache nyumba zinazosema kweli zitafuatwa sana. Yes. Wanaposema kweli watu watakuja. Kwa nini hiki chakula kinakuwa adimu? Wanaosema ukweli makanisani wachache, wachungaji wamekalia njaa na matumbo yao makubwa, wamejaa stroke, wamejaa kisukari. Kwa nini? Wale wanapofusha, wanazungumza uongo. Kwa hiyo tupone na sisi, je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna huu, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika kwetu na kwa watoto wetu? Tunapona kwa kujali wokovu. Tunapona tu kwa kujali wokovu. Kama hatutaujali wokovu, hatuwezi kupona. Kama tutaujali wokovu, tutapona. Wokovu ni Kristo. Wokovu ni haki. Wokovu ni haki. Wokovu ni haki. Wokovu ni haki. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti tena, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Maisha yangu yaamuliwe na haki. Yaamuliwe na haki. Watoto wangu waamuliwe na haki. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haki.
iwe sauti ya maisha yako, iwe sauti ya biashara yako, iwe sauti ya ndoa yako, iwe sauti ya uchumi wako, iwe sauti ya maisha yako. Baba, katika jina la Yesu, mambo sita haya niliyojifunza yafanye yawe maisha yangu, yafanye yawe mwili wangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sitakuwa mdogo, sitakuwa mnyonge, sitaaibika, sitaaibishwa, maana Bwana nimejua ya kwamba Kristo uko upande wangu, ya kwamba Bwana uko upande wangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu twende kwa sauti yako, twende mbele za Bwana, mwambie Bwana, mimi na kizazi changu, mimi na watoto wangu, mimi na mme wangu, niwe mtu wa haki, niwe mtu wa haki. Haki itanitambua kutoa shamba, kutoa sadaka, kwenda ibadaye, kwenda mbele za Bwana. Unaona yakataya ashandelebaya yakataya mashekelemaya edarabaya yapataka yandelebaya. Mambo ya Bwana yafanyike kuwa mwili, yatelema yandelebaya. Hiyo neno lakini akafanyika mwili kwetu, yapataka yandelebaya yakataya yandelebaya. Ili siri Bwana usafanikiwa, usawokovu usifanyike mwili kwenye maisha yetu, kwenye ujana wetu, kwenye ndoa zetu, kwenye uchumi wetu. Yakata yandelebaya mashakata ila sauti yako tena yapaya yandele yapaya yandelea mashandelea yandelebaya yapaya. Tunatoka chini tunapanda juu yapaya yakaya Bwana, katika jina la Yesu, mambo haya sita yafanyike mwili, ya kwamba Kristo wewe ulifanyika mwili kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya kondoo. Maisha yetu Bwana yatakuwa kawaida. Bwana umesema tukutie Bwana ili tuweze kufanikiwa. Jambo la kwanza ni utii. Mwambie Bwana nitakuwa mtiifu. Mwambie kwa sauti yako, omba. Mwambie Bwana nitakuwa mtiifu kwenye maisha yako kwa damu ya kondoo. Jambo la pili ni unyenyekevu. Bwana nitakuwa mnyenyekevu, nitakuwa mnyenyekevu, nitakuwa mnyenyekevu. Maana unasema kwa unyenyekevu mkono utainuka kwa damu ya kondoo. Jambo la tatu umesema Bwana kutembea katika kukujua. Bwana nitakujua, Bwana nitakucha, Bwana nitakuamini, Bwana nitatembea nawe. Omba na mimi haya mambo yageuze maisha yako. Bwana umezungumza kuhusu maisha ya uchaji. Ibada unakukucha wewe, moyo wa ibada unakukucha wewe. Roho ya ibada izaliwe, roho ya ibada izaliwe kwa wanafunzi, roho ya ibada kwa wamama, roho ya ibada kwa vijana, roho ya ibada kwa watoto, roho ya ibada kwa wamama, moyo wa ibada, moyo wa ibada. Maisha matakatifu tunakuucha Bwana, yatokee juu yetu, yatokee ndani yetu, yatokee rohoni. Kamata hiyo neema, kamata hiyo moto, kamata hiyo nguvu, kamata hiyo siri, kamata hiyo siri. Wanachoka hapa tunaombana, huwa tunaomba. Wanafunzi uko hapa tunaombaga, mama uko hapa huwa tunaomba sisi, hatuna namna nyingine. Yanamagaya mandelema inawafundisha watu mtu mmoja tu alipokuwa mtakatifu anafanikiwa zaidi.
kwenye chausu aliyevaa moto shabaya 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 shabaya